ni somo linalohusu kanuni za kula kifalme. Kanuni za kula. Sasa jana tuliangalia kwamba hatutakiwi kula mara kwa mara au kula ovyo ovyo. Kwa sababu gani? Tukila ovyo ovyo tuliona namna gani tunaweza kuathiri mwili wetu. Mwili wetu ni kama mashine ambayo ukiwasha sehemu moja, umewasha mfumo wote. Na unapokuwa unakula mara kwa mara, basi utapata matatizo katika mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo kupitia jana tulipata kujifunza kanuni ya muhimu kwamba tunatakiwa kula kwa wakati sahihi. Na wakati gani ni sahihi? Ni wakati ambapo unasikia nini? Njaa. Na hautakiwi kula kitu kingine chochote katikati ya nini? Ya milo. Sasa kabla sijaendelea na mada ya leo, ya sehemu ya leo, tuende kwenye saba zetu. Leo tunajifunza saba ya mwisho. Hii saba ya mwisho ni makundi ya chakula. Je, unajua kwamba kuna makundi saba tu ya chakula? Kundi la kwanza ni wanga, kundi la pili ni protini, kundi la tatu ni mafuta, kundi la nne ni vitamin, kundi la tano ni madini, kundi la sita ni nyuzi nyuzi, na kundi la saba ni maji. Mwamgeukie rafiki yako umwambie, je, ulikuwa unajua hilo? Kwamba hata vyakula vimegawanyika kwenye makundi mangapi? Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba Mungu wa Sabato ndiye Mungu muumbaji wa kila, ndiye aliyeumba hadi chakula. Na leo nadhani ndio nitakuwa nimehitimisha huu mfululizo wa hizi saba, kwa sababu hizi zilikuwa zinatuandaa tu na somo la Sabato ambalo kesho Pastor Butoke ameniahidi kwamba kesho atafundisha kuhusu Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Sasa je, kuna maelekezo yoyote kwenye Biblia juu ya wakati sahihi wa kula? Zaburi 104 fungu la 27. Mtunga Zaburi anasema wote wanakungojea wewe uwapatie chakula chao kwa wakati wake. Maana yake kuna wakati wa kupata chakula, na si fungu hilo moja tu. Hata Mhubiri 10 fungu la 17 anasema heri kwako nchi, mfalme wako akiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufahao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Kumbe tunaona wakati ufahao kula ni wakati ambapo tunahitaji kupata nini? Nguvu. Kwa hiyo kula, tunakula kwa makusudi. Hatuli ili tushibe, ila tunakula ili tupate nguvu, tunakula ili mwili upate virutubisho vyake. Sasa kuna watu wanabadilisha huu utaratibu. Kuna watu badala ya kula ili waishi, wao wanaishi ili wale. Sasa sijui wewe uko upande gani? Wangapi wanaishi ili wale? Hakuna. Wangapi wanakula ili waishi? Naona kumbe mko upande sahihi. Sasa nikajaribu kuchunguza sana kwenye Biblia. Hivi kuna utaratibu mzuri unaoweza kutuongoza labda tule mara ngapi na tule kwa mfumo gani? Nikakutana na kitabu cha Kutoka 16 fungu la 12. Najua tamaduni nyingi leo tumezoea kula milo mitatu. Ni kweli, lakini ukifuatilia zamani watu hawakuwa wanakula milo mitatu. Na hii milo mitatu ndio imeleta matatizo mengi ya ulaji duniani. Utapiamlo uliozidi. Sasa Kutoka 16:12, haya ni maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu anasemaje? Anasema basi waambie kwamba wana wa Israeli wakati wa jioni watakula nyama, ni baada ya kuwa wamelilia nyama, lakini na asubuhi watakula mkate. Na hapo ndipo mtakapotambua kuwa mimi ndimi Mwenyezi Mungu wenu. Sasa mimi ninataka niwaambie tu, Biblia ikiandika, amini kwanza hata kama hujaelewa, kwa sababu kila neno la Mungu limehakikishwa. Nilipolipindua hili fungu katika mtazamo wa kisayansi, nikajua kwamba asubuhi ule mkate ni wanga. Tunajua mkate ni wanga jamani, ni carbohydrate. Lakini jioni Mungu ile nyama akasema hii nyama wa ile jioni, sio asubuhi. Nyama ni protini. Sasa nikafikiria hivi, kazi za haya makundi mawili ni nini? Moja, protini kazi yake ni kujenga mwili. Wanga kazi yake ni kutia nguvu. Sasa mwili unajengwa saa ngapi
na nguvu inahitajika saa ngapi. Ndiyo nilipofuatilia zaidi katika sayansi ya udaktari kwenye physiology, nikakumbuka kwamba mwili huwa unajengwa usiku mtu akiwa amelala, na mwili unahitaji chakula cha protini ili ufanye nini? Ili ujengwe. Na ndiyo maana Mungu muumbaji alipokuwa anawapa diet plan wana wa Israeli, akawaambia hii protini mtaiprioritize usiku. Asubuhi watatoa kipaumbele kwenye nini? Kwenye wanga, kwa sababu they are active, wana move na wanafanya kazi. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukatumia mfano huu. Si lazima ule milo mitatu. Breakfast ni utamaduni tumeiga, lakini unaweza ukaishi kwa milo miwili tu. Hata mwandishi mashuhuri wa kanisa letu Mama Ellen White ana recommend zaidi milo miwili kuliko mitatu, na hata katika Biblia nimekuta maelekezo kama hayo. Sasa homoni ya ukuaji wa binadamu, huwa kiwango cha juu cha homoni hii kinatolewa wakati mtu akiwa mdogo, wakati wa ukuaji ule, wakati wa kubalee. Lakini mtu anapokuwa mtu mzima huwa inabadilisha kazi. Badala ya kumfanya mtu akue, inamsaidia kujenga misuli, kurekebisha viungo na kuchoma mafuta. Sasa homoni ya ukuaji inafanya kazi mtu anapokuwa amelala usingizi mzito, na huo ni usiku. Kwa hiyo unaweza ukaona maana ya Mungu kuambia nyama wale jioni na wanga wale nini? Asubuhi. Sasa tunashauriwa tule mlo kamili katika kila kundi la chakula au katika kila mlo tunaokula. Lakini unaweza ukatumia huu mfano kwamba kipi ukile zaidi wakati gani, na ule milo mingapi kwa mujibu wa Biblia, lakini pia kwa faida ya afya yako. Sasa kosa lingine ambalo watu wengi wanafanya, ambalo linatupeleka sisi katika kanuni ya pili, ni kula kiwango sahihi. Tumemaliza kanuni ya kwanza, kula wakati sahihi na kwa makusudi sahihi. Sasa hii ya pili ni kula kiwango sahihi. Wengi huwa wanakula mpaka kushiba. Sasa tunashauriwa nini? Tunatakiwa tule tu, tuondoe ile hisia ya nini? Ya njaa. Kwa nini? Tumbo la mwanadamu ukiwa haujala chochote lina ujazo wa mils 250 hadi 400. Yaani inakaribia nusu lita, lakini haifiki nusu lita. Na ni sawa kama na ukubwa wa ngumi yako unapokuwa umekunja. Tumbo likiwa tupu kabisa halina chochote, linakuwa na ukubwa sawa na nini? Na ngumi yako. Sasa ni jambo gani linalosukuma sisi kukata ile hamu ya chakula ama kuridhika? Kuna mambo mawili. Moja ni kujaa kwa tumbo. Chakula kinapokuwepo tumboni, tumbo lina vinasa taarifa vyake. Vikiona tu chakula kimeingia, linaanza kustretch, linaanza kutanuka. Vile vitoa taarifa vinaanza kufanyaje? Kupeleka taarifa kwamba kuna chakula tumboni. Sasa huyu mtu muondoleeni hamu ya kula ili aishie hapo. Sasa njia hii huwa sio moja, ziko mbili. Njia ya kwanza inatumia homoni, njia ya pili inategemea huko kustretch kwa tumbo. Kwa hiyo unaweza ukasikia hali ya kuridhika na chakula kwa sababu ya homoni. Na hizi homoni huwa zinapima kiwango cha nishati ambacho mwili unacho kwa wakati huo. Lakini hii sababu ya pili ya kuridhika, ambayo ni kustretch kwa tumbo, yenyewe inapima kiwango cha chakula, wingi wa chakula uliomo kwenye tumbo lako. Kwa hiyo hata kama utakula manyuzi ambayo hayana kalori aina yoyote, utajisikia kushiba hata kama sio chakula, kwa sababu utakuwa umeshiba kwa kutumia njia ya ngapi? Ya pili, kwamba tumbo litakuwa limestretch. Hii njia ya kwanza yenyewe inapima, je, kweli hiki kilichoingia ni chakula, ni protini kweli, ni wanga kweli? Sasa kati ya hizi njia mbili, njia ya muhimu ya kutumainia ni hii ya kushiba kwa kutegemea mrejesho wa kiwango cha nishati ambacho kiko kwenye mwili. Sasa hii njia, bahati mbaya, huwa inachukua muda kufanya kazi. Inachukua dakika 20 mpaka 30. Kwa hiyo tutaona kwa nini hutakiwi kula haraka kwenye slide chache zinazofuata. Lakini hii njia ya kujaa kwa tumbo, hii huwa ni kama emergency break. Yaani kwamba sasa wewe tumbo lako ukipitiliza zaidi ya hapo, sasa unataka kuleta shida kwenye tumbo. Kwa hiyo kusubiri tumbo lijae ndo uache kula ni sawa na kusimamisha gari kwa breki ya dharura. Sasa tumbo likijaa linaathiri nini?
Tumbo likijaa linaathiri mmeng'enyo mzuri wa chakula. Ni sawasawa na uchukue chupa ya maji, uijaze mpaka juu, alafu uchukue unga, umimine pale juu, ufunge chupa uchanganye. Wakati chupa imejaa, itachanganyika vizuri. Lakini likiwa na nafasi, alafu ukaweka unga wako uchanganye, litachanganyika vizuri. Kwa hiyo ukishiba sana, wewe utapata kitu kinaitwa indigestion. Utatoa chakula, yani utatoa choo ambacho kina kiwango kikubwa cha chakula ambacho hakijameng'enywa, na utakuwa umezalisha gesi nyingi, kwa sababu chakula ambacho hakijameng'enywa kikifika kwenye utumbo mpana, wale bakteria wanakibadilisha kuwa gesi, kina ferment. Kwa hiyo utajisikia vibaya katika mfumo wako wa chakula. Lakini kingine, kula sana kunaendana pia na kuwa na kiwango kikubwa cha nishati mwilini, kwa sababu ukila chakula kingi, obvious utakuwa umekula kiwango kikubwa cha nini? Cha nishati. Kama hicho chakula kina nishati, kikimeng'enywa utakuwa umekula nishati nyingi, kwa hiyo utaongezeka uzito. Japo wapo wanaokula kidogo ila wanaongezeka uzito. Kwa nini? Kwa sababu wanakula vyakula ambavyo japokuwa haviwashibishi, ila vina kiwango kikubwa cha calories, kiasi kwamba kinaufanya mwili upate karoli nyingi kuliko ambacho zinahitaji. Kwa mfano, unywaji wa vinywaji baridi kama soda, hizi tunaziita empty calorie. Soda ni kidogo, lakini kiwango cha nishati kilichopo kwenye soda unaweza ukakuta ni kikubwa kuliko kiwango cha nishati kilichopo kwenye ugali unaotosha kukushibisha. Upo mpaka hapo. Lakini huwezi kushiba haraka kwa kunywa soda. Ukinywa soda bado utakuwa unahisi unaweza kula chakula kingine, lakini kumbe umeishaingiza kiwango cha nishati ambacho kinatosheleza mahitaji ya nini? Ya mwili wako. Kwa hiyo hivyo ni vyakula vingine ambavyo vinatakiwa kuepukwa. Biblia pia inashauri kwamba tule kwa kupima chakula chetu. Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na Kutoka 16 fungu la 16, Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza kula, na akatoa kipimo, ataokota kiasi cha pishi moja kwa kila mtu. Tunaona hata Mungu kumbe alitoa kipimo, kwamba unakula kwa kipimo, sio kula mpaka tumbo lifanye nini? Lijae au usikie umeshiba. Hapo nimeonesha maana ya pishi ni kipimo gani, unaweza ukakifuatilia. Sasa ushauri gani tunautoa? Hapa nimewaletea aina ya vipimo, vinaitwa vipimo vya tumaini lenye baraka. Protini kwa mfumo wa kipimo cha tumaini lenye baraka, tunashauriwa katika kila mlo mmoja basi ule kiwango ambacho kinaweza kikakaa kwenye kiganja chako. Wanga kwa kiwango cha mlo mmoja ule size ya hii ngumi yako, na mafuta ule kwa kiwango hicho kidogo. Sehemu iliyobaki ongeza matunda na mboga mboga kwa kiwango ambacho unaona kitakutosha, lakini si kwa kupitiliza. Na hata Biblia inatushauri kwamba unapokula chakula pia hakikisha unachukua chakula kinachokutosha. Usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya. Musa aliwaambia watu, mtu yeyote asibakize chakula alichookota. Kwa hiyo unatakiwa ule na kumaliza chakula unachojipangia. Jambo lingine ni kula kwa usahihi. Kwa nini tunatakiwa kula kwa usahihi? Katika kula kwa usahihi tuna mambo mawili. Moja, tafuna vizuri. Pili, usile chakula haraka haraka, usikamie. Kwa nini? Kula chakula kwa mfano nyie ambao mna magari, mmewahi kwenda sheli. Unajua unapoweka mafuta kwenye tenki, ile spidi ya pump ya mafuta ni kubwa kuliko spidi ya ile geji yako inayosoma mafuta. Kwa hiyo kuna wakati tenki la mafuta limejaa, lakini geji bado inakuonesha iko chini, haijapanda. Kwa hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu spidi ya pump ni kubwa. Kwa hiyo kuna wakati mafuta yanaweza hata yakamwagika, lakini geji inakuonesha kama haijajaa. Sasa wewe naye ukila haraka haraka, shida ni nini? Tumbo linaweza likajaa wakati bado wewe hujajisikia kuridhika. Sijui tunaelewana jamani? Kwa sababu homoni mojawapo inayokufanya uridhike inahitaji muda, na ni dakika 20 hadi 30 tangu unapoanza kufanya nini? Unapoanza kula. Kwa hiyo wanasema hakikisha kwamba tumbo lako lisitangulie ubongo wako. Don't let your stomach get ahead of your brain. Kula taratibu. Wale wanaokula haraka watakula
kiasi kikubwa kuliko wanachohitaji. Kwa hiyo watakuwa katika hatari ya kuongezeka uzito. Lakini pia ukila haraka, maana yake hutatafuna vizuri chakula. Usipotafuna vizuri, maana yake ujue kwamba tumboni hakuna meno. Tunaelewana jamani? Meno yanaishia mdomoni, tumboni na kwenye utumbo hakuna meno. Mchakato wa umeng'enyaji kule chini ni wa kikemikali. Kwa hiyo usipotafuna vizuri chakula chako, zile kemikali hazitaweza kukivunja vizuri. Kwa hiyo utapitisha kiwango kikubwa cha chakula ambacho hakijameng'enywa vizuri. Kwa hiyo virutubisho utakavyoweza kufyonza kwa chakula ulichokula ni vichache, lakini pia gesi litajaa tumbo litajaa gesi, na utakuwa na matatizo ya kiungulia, kwa sababu chakula ambacho hakijavunjwa vizuri kikifika kule kwenye utumbo, bakteria wanakifanyia kazi na unapata shida ya gesi. Kanuni nyingine, kula mlo kamili. Tunashauriwa usile aina moja ya chakula kila siku. Na hata kwenye Biblia Ezekieli 4:9, Mungu wakati anampa maelekezo Ezekieli, alimwambia jipatie ngano, shairi, kunde, dengu na mtama, alafu uvitie vyote kwenye chombo, ujifanyie mkate kwa vitu hivyo. Hata Mungu hakubaliani na mkate wa ngano tu. Tunashauriwa chakula tunachokula tuchanganye kundi la chakula zaidi ya moja. Sasa mpango rahisi wa maandalizi ya chakula ni upi? Huu unaoita mpango wa tumaini lenye baraka. Unapofanya manunuzi labda ni ya wiki, tumia hii kanuni ya 5-4-3-2-1. Chukua matunda aina na mboga mboga aina 5, chukua protini aina 4, nafaka aina 3, vikolezo vingine zile spices, vitunguu nini, angalau aina 2 na ziada aina 1. Unapoandaa chakula kwa kila siku unapopangilia mlo wa familia yako, tumia kanuni ya 3-3-3. Uwe na protini aina 3, wanga aina 3, mafuta vyanzo aina 3 vya mafuta, alafu na matunda na mboga mboga kwa kadri utakavyoweza. Kwa hiyo kama ni protini, basi uwe na maharage, uwe na dengu, uwe na njugu mawe. Wanga uwe labda na mahindi, uwe na ngano, uwe na mtama. Na vyanzo vya mafuta uwe na vyakula kama avocado, labda na olive oil kidogo, na mafuta mengine ambayo ni salama. Alafu katika kila mlo unachukua kundi moja na labda tunda moja. Alafu mlo unaofuata labda kimoja na mboga mboga. Usichanganye matunda na mboga mboga kwa wakati mmoja. Mlo huu ukila matunda, mlo huu mwingine kula nini? Mboga. Ukivichanganya pia huwa vina shida. Mboga zinapomeng'enywa zikakutana na sukari ya matunda huwa vinatengeneza gesi. Jambo lingine, tenganisha chakula na maji. Kwa nini? Maji, kwa sababu mchakato wa umeng'enyaji ni wa kikemikali, maji huwa yana dilute, yanapunguza ukali wa ile tindikali. Japokuwa wanasayansi bado wana debate na hili, lakini hata Biblia inashauri maji kwa wakati wake, chakula kwa wakati wake. Kwa hiyo ukinywa maji yata dilute digestive enzyme na utapunguza mchakato wa umeng'enyaji na hautakuwa na matokeo bora. Lakini pia maji, kwa sababu yanaweza kuwa ya baridi, yatashusha joto la ule mfumo mzima. Kwa hiyo mwili utatumia nguvu nyingine zaidi kupasha joto ili umeng'enyaji uweze kuendelea. Kwa hiyo utakula chakula kwa wakati wake, utakunywa maji kwa wakati wake. Epuka vikolezo vingi vya chakula na vyakula vyenye mafuta mengi, kwa sababu vinatumia muda mrefu kwenye tumbo na kukuletea madhara. Pia kuhusiana na aina ya matunda na mboga mboga, basi zingatia kujua namna ya kuvitofautisha, na Mungu akitujalia kesho basi tutaangazia hilo lililobaki na kuanza somo letu la mtego wa unene. Nimesema nini? Mtego wa unene. Je, utauepuka vipi? Tuungane kesho na Mungu awabariki.